alimsaliti Yesu. Ndio, alikuwa ni mwana msaliti kwa sababu mbegu hiyo ilipandwa ndani yake. Ilikuwa haitokani na Mungu, ilikuwa inatokana na uovu. Na ndio maana uovu uliokuwa ndani yake. Hivi mnafahamu, nishawafundisha lakini kumbushie tu. Mnafahamu kuna watu hata wakifanywa nini mbinguni hawaingii. Kwa sababu ni wale watu waliotokana na mbegu. Tangu mwanzo tumejifunza darasani tokea mwanzo. Sasa kuna mbegu ambayo haiwezi, mbegu yoyote iliyotokana na shetani haiwezi kurithi ufalme kwa sababu sio mbegu ya kule. Mtu anaweza kawa mbaya wa kukithiri, lakini ili mradi alizaliwa kwa mbegu ya Mungu. Yaani ni mwanadamu halisi. Hapo sizungumza habari ya wokovu sasa. Nazungumza habari ya wanadamu uliobeba uhalisia wa mtu. Kwamba huyu ni mwanadamu halisi, upatikanaji wake ni kwenye kanuni ama ni kwa njia ya kanuni ambaye ni mwanamume na mwanamke wamekutana. Kwa hiyo mbegu ikawa, wewe wamekutana kabla ya ndoa, wamekutana labda ni aliiba mke wa mtu, sijui alikutana, wachana na hizo vitu sasa. Tunazungumzia uhalali kwa kuingia mbinguni. Kwamba huyu mtu wa namna hiyo, hata kama mtoto kama ni mwanaharamu, hata kama huyo mwanamke sijui alienda kaiba mume wa mtu ndo akazaa, hata kama ilikuwa vile na vile na vile, lakini hao watu wa aina hiyo wana nafasi ya kuingia mbinguni. Lakini kuna watu ambao hata wakifanya nini hawawezi, kwa sababu mbegu iliyowafanya wao wawepo haitoki na Mungu, haitokani na Mungu. Hao watu wapo, na huyu Yuda alikuwa ni mmoja wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuniuliza kwa nini Mungu alimtumia? Mungu anamtumiaga shetani. Nishawaambia kwamba shetani ni mtumishi wa Mungu. Ibilisi ni mtumishi wake Mungu. Ndio maana hata mfalme Ahabu alipokuwa ameandikiwa kufa, ilibidi aitwe shetani akakae kwenye kikao, kwa sababu mbegu ya mauti haitokani na Mungu. Ndio maana hata wakati Yesu Kristo anatakiwa kuonja mauti kutoka ulimwenguni, ilibidi shetani, yaani ule ndio ulikuwa kipindi cha ufalme wa shetani kuwa kazini. Kwa sababu kwa Mungu hakuna hiyo. Mungu haui. Kwa Mungu kuna uzima. Tangu anaanza kuumba, aliumba uzima. Mwanadamu akatafuta mauti kwa kumsikiliza shetani. Kwa hiyo mbegu ya mauti ndio ikakala. Na ndio Mungu alipomwambia mtu kwamba mkila mtakufa hakika, kwa sababu mtapoteza ule ushirika wenu na mimi. Kisha poteza ushirika wenu na mimi, maisha yenu yanakuwa mikononi mwa shetani. Kuondoka duniani ni rahisi, kwa sababu yeye atawaondoa wakati wowote. Kwa sababu connection yangu na Mungu ndio inanipa mimi kuishi. Connection yangu na Mungu ndio inanipa mimi kuishi milele. Ndio maana tunaambiwa kwamba tulipookolewa tumehamishwa, tumevushwa mautini, tukaingizwa kwenye uzima. Huo uzima ni kwa sababu connection yangu na Mungu kupitia wokovu inanipa mimi uhalali wa kuishi milele. Na hii ndio mimi nashindwa kuelewa watu tuliookoka tunaishi maisha gani. Watu wanaogopa kifo, watu wanafanya yote hiyo ni kwa sababu ndani kuna uovu. Moyo ni muovu. Kwa hiyo moyo ulio muovu unaogopa kuondoka, kwa sababu ule moyo unatambua unakokwenda ni wapi. Ndio maana nakuta hata mtu aliyeokoka anaogopa kuishi. Yaani ukiotokea mambo anaogopa. Hiyo hofu haitokani na kitu kingine, inatokana na mahali gani yule mtu anaenda. Haya ni mahesabu ambayo mtu aliyeokoka akiweza kuyafanya vizuri na ukayaishi, una uhakika wa kuingia mbinguni. Labda shetani akutege dakika ya mwisho alafu kisha na uondoke. Lakini kwa mwendo wako utakao kuwa umeuchumi, maana huko ndio kwenye kuhamishwa sasa. Ile Wakolosai 1:13 ndio kwenye kuokolewa, alafu unahamishwa. Kama unahamishwa, unaingizwa kwenye aina fulani ya maisha ambapo haya ambayo tunaozungumza sijui hila ni, unabaki kujiuliza kwa nini watu wana hila. Unajiuliza maswali. Lakini kama hujahamishwa, watu wenye hila kwako unaona ni kawaida, maana na wewe pia una hila kwa mwingine. Yaani ni mzunguko wa ulimwengu wa aina fulani ambao unazunguka duara kwa watu wanaoishi kwenye aina hiyo ya maisha. Kwa hiyo mimi nina hila kwa yule, na yule ana hila kwangu, na yule ana hila kwa yule. Kwa hiyo ndio maisha. Lakini ukisha hama hapo, ukaondoka hapo, ukiona mtu ana hila hata sio kwako tu, wewe unafikiri kwa nini watu waliokuwa wanashindwa kuonyana? Kwa sababu tunaishi kwenye ulimwengu mmoja. Lakini ukaona mtu mwenye hila na wewe hauko kwenye huo ulimwengu, unasema mimi nasema
unashangaa wanasema anasema. Sisemi sana, niko kwenye kanuni. Unamwambia mtu kwamba leo hii hapana. Kuanzia leo ukija kwangu, kama una ya kwako kuzungumza, zungumza. Usiniletee habari za huduma gani kule. Mimi nishatoka na sitaki kusikia habari zote za watu wa kule, sitaki. Maana kila mtu nikikutana naye kule ni ndugu yangu. Kwa sababu gani? Huo ni ulimwengu ambao ukija ukisikia habari za mtu mwingine, wewe unajengewa chuki ya kumchukia mtu bila wewe kuwa na sababu. Kwa hiyo ni ulimwengu ambao unaunganisha zile nyaya za kukusanya watu wote wa aina fulani, mnajikuta mnakaa kwenye nini. Nyie mnaokaa vikundi na kusengenyana, mnachimba mashimo yenu wenyewe ambayo mtatumbukia huko wenyewe. Iponye nafsi yako. Iponye nafsi yako. Malaika aliwaambia kina Lutu, iponye nafsi yako. Yaani hapa hakuna agenda nyingine. Agenda ni kuponya nafsi yako, period. Agenda si kutoka. Unaweza ukatoka ukaangalia nyuma ukambakia. Na mke wake hakuelewa hii. Mke wake Lutu hakuelewa hii. Yeye akajua kama si nishatoka ngoja nigeuke. Sio kwamba uliokoka miaka mingapi. Huo ni mtego, unaweza kukukamata hata kama una miaka 20 kwenye wokovu. Hakuna uzoefu kwa kwenye wokovu. Unaweza kukukamata. Sasa dawa ni kuiponya nafsi yako. Sasa Yuda alifanya hayo, akawa na hila mbele zake Mungu, kwake Yesu Kristo, akajifanya anamkumbatia, anambusu, lakini ndani kulikuwa na hila, maana alikuwa amekuja. Agenda iliyokuwa ndani ya moyo ni tofauti na kile alichokuwa anakifanya. Agenda ilikuwa ni kuja kumkamata, na alichokuwa anakifanya ilikuwa ni ishara ya kumkamata Yesu. Lakini kwa tendo la kuonekana kwa macho ya damu na nyama, alimkumbatia Yesu, alimbusu Yesu. Ni watu wangapi ambao tunakumbatiana nao? Tusikumbatiane tu kwa sababu tuko kanisani. Mimi ukiniudhi nitakuonyesha, nakwambia kabisa mimi hapa sijafurahi. Sio kuonyesha hila. Maana najua hata nikisema na wewe nikajaribu kusema nasikia hukumu ndani yangu, maana sijatenda haki. Nimekasirika na wewe nitakwambia hapa samahani. Watu wananichukia lakini wananichukia bure. Ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Namna hiyo utaiponya nafsi ya mtu mwingine. Kama ni mtu mwenye akili, ataenda kaya tafakari. Aseme hivi kweli. Kwani nani hajui kama kusengenya ni dhambi? Sasa nikikukemea kwa sababu unasengenya, alafu wewe uninunie, sina maana wewe huna akili sasa. Kwa sababu wewe unajua kama kusengenya dhambi. Sasa si mimi nimeiponya nafsi yako. Si unatakiwa unipende sasa? Si unatakiwa unishukuru sasa? Ndio wewe uende kumwambia Mungu nisamehe. Kweli nilikuwa naongea. Ongea habari za mtu kama zina maana na ulazima. Na pia kama zina ulazima na yani kuna ulazima wa kuziongea huko na huyo ama hapa. Na ulazima huo unatokana na endapo huyo uliyesema habari zake atakaposikia na akaja akakufuata, utaweza kusema nilisema na ilikuwa kwa sababu experience ya utumishi. Kabla sijaokoka nilijua ndani ya wokovu watu ni watakatifu. Ndani ya kanisa la watu waliookoka ni utakatifu, ilikuwa na wanadamu upendo fulani vile. Nilipookoka sasa nikaingia ndani ya kanisa, sikukutana na kile ambacho nilichokuwa na hila. Na wakikutana kanisani unashangaa watu wanakumbatiana. Mimi nikasema kwani kwa sababu yale ambaye niliyatazamia, niliyoyaelewa, mbona sasa siyaoni ndani ya kanisa? Kumbe ndio mtindo wa makanisa, lakini sio mtindo wa kanisa la Kristo. Kanisa la Kristo lina mtindo wake, lina jinsi yake linatakiwa liishi. Na huo ndio mtindo ambao unatakiwa kufunuliwa na kuwekwa wazi sasa. Maana ulimezwa. Watu wakabaki tu kwamba tunaenda kanisani, kanisa fulani, tumeokoka kanisa fulani, lakini ukiingia huko ndani tukawa vizingiti vya kuzuia watu. Mtu akitoka kwa anaingia ndani ya kanisa la watu waliookoka, anakutana na maruerue, anaama na rudi zake kule. Watu wakakataa kuokoka. Sasa Mungu anataka kusimamisha kanisa lake
Na Bwana anatufundisha upole wenye hila na uovu ndani yake. Yuda alikuwa nao. Mnakumbatiana ndani ya kanisa, mkimaliza ibada mnasalimiana kwenye moyo. Watu wakiwaona kwa sababu na upendo, wakimaliza ibada lazima wakainje wasalimiane. Mioyo inasema nini? Mioyo imebeba uovu. Sasa kila mtu aiponye nafsi yake kwa kuishughulikia nafsi yake. Tunatakiwa tutoke huko, maana ndiko kunakouua kanisa. Kanisa la Kristo linauawa, maana ndio Yuda kupitia hilo alimuua Yesu, aliweza kumkamata Yesu. Maana wale watu walikuwa wamjui Yesu ni nani. Ndio ishara ya kumkamata Yesu ilikuwa ni hila. Hila ilitumika kama ishara ya wale watu kumjua Yesu ni nani. Hila ilitumika yeye kwenda kumbusu na kumkumbatia ili aweze kukamatwa. Sasa Mungu atusaidie katika hilo. Kwa hiyo tumemwona huyu Yuda pia akiwa ni mmoja aliyebeba hiyo roho. Lakini kuna Amnoni, yule mtoto wa Daudi, ambaye naye pia, hii ya Yuda utaandika Marko 14 mstari wa 43 mpaka 46. Marko 14:43 mpaka 46. Lakini kuna Amnoni ambaye mtoto wa Daudi aliyempenda umbu lake Tamari. Amnoni moyo wake ulikuwa umebeba kitu chengine, na sura aliyoionyesha nje ilikuwa imebeba kitu chengine. Sura ya nje ilionyesha ana njaa, nataka kupikiwa chakula na ndugu yake. Kwa hiyo kila mmoja aliona hakuna shida, si ndugu, lakini ndani yake kulikuwa na hila. Ule moyo ulikuwa mwovu, mbaya. Akawa amemchukua yule binti, akambaka, akamharibu. Sasa hila ndio ujue inabeba nini ndani yake. Baada ya kumaliza haja ya moyo wake, alimchukia machukizo makubwa. Yaani alimchukia sana sana. Yale machukizo yalikuwa ni makubwa zaidi ya upendo aliokuwa anampenda nao. Naona. Kwa hiyo tunaona kwamba huu upole ambao unaoonyesha hila, unaoficha hila ndani yake, unaficha sumu kali inayomaliza, kwamba mtu anaweza akakumaliza hivi, ambayo nimetoka kusema habari ya kuwekeana sumu na nini na nini. Watu wanauana hivyo. Tumeokoka lakini watu wanafanyana mambo mabaya. Watu wanaoana lakini wanauana na mambo mengine. Sasa huyu Amnoni alikuwa na hiyo roho. Alikuwa na roho ambayo yenye hila, roho ovu imebeba hila, lakini kwa nje alionyesha sura tofauti. Andika Samueli wa pili sura ya 13. Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka 15. Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka 15. Tunaenda kuangalia upole uliobeba sifa. Upole uliobeba sifa. Upole, yani tuseme sifa za upole kwa maneno mengine. Sifa za upole ni sifa za upole. Mathayo 5:5. Mathayo 5:5 anasema, heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Sifa ya upole
ni kwamba upole imebeba vitu. Niseme tu vitu, nitafsiri kwa vitu. Upole umebeba vitu vingi. Umebeba vitu vingi ambavyo huonekana ama hupatikana kupitia mambo haya matatu. Kwa manake ni kwamba upole, kuweza kuthibitisha kwamba huu upole unatoka kwa Mungu, yaani ni upole wa Mungu, sio huu wenye hila, unabeba vitu vingi. Lakini vitu hivyo viweze kunifikia ama kuweza kuvipata, kuna kanuni tatu ambazo lazima zionekane kwangu. Ya kwanza ni utulivu. Utulivu ni kanuni mojawapo ambayo inasababisha, ama katika vile vitu ninavyosema vinakuwepo katika upole, ili viweze kuachiliwa na kuweza kunifikia. Kwa hiyo utulivu ndio unabeba ule uwezo wa kudhibiti hisia. Utulivu unabeba uwezo wa kudhibiti hisia katika hali zote. Inabeba uwezo wa kudhibiti hisia katika hali zote. Ikisema hali zote ni kwa sababu Bwana anapokuja kwa mtu, yaani anapomtembelea mtu kwa namna yoyote ile, tunakuwa na matazamio ya kuona kitu kizuri. Kile kifunuliwe kitu kizuri, ndio najua kwamba sasa hapa ni Mungu, sasa naelekea mahali pazuri. Bwana anaweza akafunua kitu ambacho mimi sijakifurahia, sikioni kama ni kizuri. Sasa ninapokuwa na utulivu wa moyo, ndio naweza sasa kuvumilia ile hali, yaani hisia zangu hazitaamka, zitakuwa bado zimetulia, kwa sababu utulivu ndio unatuliza hisia na kusababisha hisia zisiinuke na kufanya tofauti, hata kuzuia. Kwa hiyo utulivu ni kanuni ya kwanza mtu anatakiwa awe nao. Katika kuwa na utulivu, naweza ama napokea uwezo wa kudhibiti hisia. Hisia zikidhibitiwa, hali yoyote itakayojionyesha kwangu itakuwa kwenye control. Yaani taweza kuicontrol, taweza kuizuia. Hata nimruhusu Bwana amalizane na mimi katika hicho alichokusudia kwa ajili yako. Tunarukaruka sana. Kuna watu wamepoteza matunda ya upole kwa sababu ya hii ambayo tunausema. Kwa sababu wameshindwa. Mtu analipuka tu, "Hadi siwezi." Hakuna utulivu ndani ya mtu. Ukiwa na utulivu, hata kama anaweza kukwambia kaa hapa nisubiri naye, akachelewa kuja, utakaa kumsubiri kwa sababu unaliamini neno lake. Sauli aliambiwa na Samueli, "Nenda ukanisubiri, baada ya siku 7 mimi nitakuwa pale." Hakuweza kuvumilia, akapoteza ufalme kabla hajaanza ufalme. Alipoteza. Sauli akabakia kuwa kivuli tangu anaanza kazi ya ufalme. Kuna watu wanaishi ndani ya wokovu, lakini wanaishi tu ni kivuli, kwa sababu walishapoteza ule wokovu wao, kwa sababu walikosa utulivu. Tunataka kuona na macho. Nataka nione kila ambacho nimezoea kuona. Nasikia hivi. Maisha ya watu tuliookoka tunaendeshwa na kanuni.
Na kanuni zinazotuendesha hazitupi sisi kufanya uchaguzi, bali uchaguzi wetu unakuwa huko kwenye kanuni zilizowekwa. Whether naelewa ama sielewi, whether nataka ama sitaki, whether nimeona inawezekana ama haiwezekani kwangu. Haiwezekani kwangu kwa sababu sijui, lakini inawezekana kwake yeye aliyeniweka katika hilo. Hamza na leo tunasema Musa wakati anaambiwa ile akatoe taifa la Israeli kule Misri, kwake ilionekana haiwezekani kwa sababu alikuwa na vigezo vyote vya kuonyesha kwamba haiwezekani, na vilikuwa vimebeba uhalali kibinadamu. Lakini kwa Mungu, yeye ambaye alikuwa ndio kitu ambacho Musa hakuelewa ni kwamba alizaliwa kwa kusudi gani. Sasa Mungu hana mzana, hana mchezo. Ukijifanya unasema ni za kwetu, ujinga wetu huo. Yeye anajua wewe uliletwa duniani kwa sababu gani, na utapitishwa wapi, utaenda wapi, utapita wapi, mpaka ufike wapi. Asipo atakapofika kule mahali alinionyesha kwenye maono, hakufiki. Ndio maana hakufiki, na hatuwezi kufika kwa sababu hatuna utulivu wa kutuwezesha sisi kufika mahali hapo. Hatuna. Kama ni utumishi twakimbia tunataka kwenda kutumika. Kama subiri, wakatoka ukifika utaenda tu. Hakuna mtu atakunyang'anya. Kitu nilijifunza ni kwamba chochote kilichotokana na Mungu hakuna mtu anaweza kuja kulibakula. Na utulivu, kile ambacho kilibebwa, ile package ilikuwa kwa ajili yangu, katika ule upole nitakuwa niwe nao. Maana upole ni tunda zito sana. Huo ndio unaoweza kumwezesha mtu aliyeokoka akafika kwenye destination yake, akafika mwisho wa safari yake. Sasa kama narukaruka hiki, narukaruka hivi, hiki nimeona hii hapana, kwa hiyo sitaki, mimi naenda hivi, hiki nimeona sio wao wanachelewa sana, mimi naenda hivi, hatufiki. Maana mwisho wa kwisha, wiki iliyopita nilisema kwamba hamjamwona mtu anakimbia anakimbilia kwa mama na mama anaipofia anajikuta ameshakanyagele sufuria hapo. Mtoto amekuja na furaha, anafurahia kitu anakimbilia, furaha inaishia hapo, na mama hataki kujua tena ilikuwa anakimbilia nini hapo, maana shauri kwa historia inabakia kwamba sasa ni nini? Hospitali. Mambo ya kuja kutaka tena kujua kwamba hivi wewe mbio zote ulizokuwa unakimbia kama ukaingia kwenye sufuria ya mboga ni nini? Hiyo ni siku tatu zimepita. Haujachelewa bado. Kwa sababu ya kukosa utulivu. Upole ni tunda zito sana, kwa sababu hata bila upole mbinguni hatuingii. Kwa sababu kukosa huo upole, utulivu unapotea. Na ni watu tunahangaika sana, tunahangaika. Jamani, mimi nilikuwa mhangaikaji mkubwa. Kuna kazi kubwa sana ambayo Bwana amefanya ndani yangu. Kubwa sana. Sana. Tena sana. Nilikuwa siwezi kukaa mahali pamoja, yani siwezi kutulia, siwezi. Kichwa yangu ilikuwa inazurura kama pia. Sasa hivi sina kitu kingine mimi ninacho. Yaani sasa hivi nimekuwa kama mjinga fulani. Mpaka wakati mwingine naanza kujishukizia labda mimi nina matatizo. Yaani sio kwamba nimetengenezwa nikatengenezea, bali labda kuna shida mahali kwangu. Mbona naona kama vile nakuwa kama mjinga fulani ambaye sielewi, yaani kama vile sijui chochote. Hata hapa mtu akiniuliza sijui chochote, ila najua yuko yeye anayejua, anayekaa ndani. Sasa huyo anayejua ndio ananipa kukanyaga hapa, kitoka hapa ananipa kukanyaga hapa, kitoka hapa ananipa. Lakini zamani wewe si ndio yeye anakuja kunipa hasara ya kufunga na makanisa yote. Kwa nini? Kwa sababu sikuwa na utulivu. Funga makanisa yote, unaambiwa sasa kaa chini nikufundishe nilichokuitia kufanya ni nini. Na sasa hiyo ulishafanya kazi sana na ushajulikana sana. Kuna watu tunawekwa na watu kwenye nafasi zisizo